Kiufupi kitatusaidia sana kutanua kidogo uchumi, mzunguko wa hela walau kidogo utakuwa mkubwa. Kiufupi watatusaidia sana kuongeza wataalamu, sababu nao ni adimu pia. Kwa kweli, kwa ujumla, kwa mimi binafsi naona chuo kitakuwa msaada mkubwa sana kwa jamii, kwa sababu vijana wengi wanakaa tu mitaani, wanamaliza shule, hawana kwa kwenda, vyuo vilivyopo viko mbali, wazazi wengine hawana uwezo kupeleka watoto huko mbali. Kwa hivyo kuleta chuo hapa karibu kitakuwa msaada mkubwa sana kwa jamii. Kitawasaidia watoto wengi ambao wapo mitaani, watasogea kusoma. Kwa kweli, kwa wananchi nina uhakika watatumia vizuri, na ninawaomba na ninawasihi kwamba wasikosee nafasi hii, waitumie vizuri, kwa sababu nafasi hii ni chache kwa ujumla. Vyuo vinavyojengwa ni vichache, hata kama vitapatikana, lakini wanaojitolea kwenda kusoma sio wengi. Kwa hiyo nafasi hii imetokea, ni bahati kubwa sana. Ninawasihi waitumie vizuri wananchi, hasa wa Ikelu na vijiji vya karibu vinavyozunguka Ikelu, Makambako nzima na Njombe nzima kwa ujumla. Charles Magwaza, mkuu wa chuo. Chuo chenyewe kinaitwa St. Joseph Ikelu College of Health Sciences. Kwa kupata chuo hiki kitasaidia au kitaongezea katika nguvu au rasilimali watu. Mpaka saa hizi kuna shida ya wataalamu kwenye vituo vingi, kuanzia zahanati, vituo vya afya mpaka hospitali. Na kwa kuwa pia wanaweza wakajiajiri bado kwenye majumba, wataalamu hawa ni muhimu, kwa sababu utakapowafundisha wataanza kutoa huduma kwenye vijiji, nyumba hadi nyumba, na pia wale ambao wataajiriwa au wataanzisha taasisi watafanya kwenye vituo hivyo vya zahanati au vituo vya afya au hospitalini. Kwa hiyo itakuwa imechochea kupunguza uhaba ule wa watumishi, hasa katika hii kuzalisha, kwa maana ya tupunguze vifo vya mama na watoto, kwa sababu tunahitaji kwamba kwa sera ya serikali yetu kila anayejifungua angalau azalishwe na mtaalamu aliyesomea, ili tupunguze vifo vya mama na mtoto. Kwa hiyo itakuwa imesaidia sana, kwa sababu hawa wataalamu watakuwa wamepata umahiri katika shughuli zote za kiuguzi na kiukunga. Hivyo kwenye swala la kupunguza uhitaji wa watumishi, chuo kitaongezea. Kwa hiyo haitakuwepo tena tatizo hilo, kutakuwa tayari uhaba umeanza kupungua, pamoja na kwamba bado ni vizuri kama vinaanzishwa na vingine ili visaidie. Upekee wa chuo hiki, kwanza tuna wakufunzi ambao wamebobea. Naposema wamebobea, maana yake wana uwezo wa kutenda. Kwa hiyo mtu atakaye kuja hapa atakuwa amelelewa kimaadili na pia atalelewa kiutendaji, hasa naposema umahiri ule wa kutoa huduma kwa nani? Kwa mteja ambaye ni mgonjwa. Kwa hiyo upekee ni kwamba itakuwa inazingatiwa zaidi maadili, inakuja utendaji na ufanisi. Kwa hiyo vyote vitatu vile sehemu nyingi vinarukwa. Kwa hiyo sisi upekee, maadili ya kidini, maadili ya kimaisha, hawa watafundishwa na watarudi na ujuzi ule. Kwa hiyo itakuwa tofauti ninavyohisi, hasa kwa ajili ya umahiri wa walimu wenyewe ambao watakuwa wanatoa mafunzo haya. Chuo ambacho kimeanzishwa kwa lengo la kuongeza wataalamu wa afya wenye weledi, maadili mema na moyo wa kuwahudumia watu. Kwa niaba ya uongozi na wafanyakazi wa hospitali ya St. Joseph Ikelu, napenda kutoa shukrani za dhati kwa kanisa kwanza, wadhamini wetu, wadau mbalimbali pamoja na serikali kwa ushirikiano na msaada uliotuwezesha kufanikisha hatua hii muhimu. Uwepo wa viongozi wetu wakuu hii leo ni ishara ya kututia moyo na kuthibitisha umuhimu wa uwekezaji katika elimu na huduma za afya. Tutajenga pia madarasa mengine
katika miaka michache ijayo. Asante. Muda tunaopewa na Mwenyezi Mungu wa kuishi duniani tuutumie vizuri. Wenzetu shirika au taasisi ya Pamoya wametambua hilo, wametumia vizuri na wanaendelea kutumia vizuri muda ambao wamepewa na Mwenyezi Mungu wa kuishi duniani. Tunajifunza jambo hivi. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya wapendwa wetu hawa, kwa uvuvio waliopata na wameufanyia kazi. Matunda leo tunayaona, lakini niwashukuru pia walioshirikiana nao.